100. Cheo nisamee sana. Kweli kuna mmoja hapa ananiambia mimi ni mzazi wako. Usinigombeze. Sheikh, cheo chako kipo vile vile. Ila zoezi lazima litekelezeke. Hiyo ni dhima ambayo mimi ninayo kwako wewe. Lazima utekeleze. Tukikata hapa basi nisomee zoezi. Ukiona una muda wewe baada ya dhuhuri, mimi bado nakuwa sijazipitia, nimeziweka pending. Muda wangu mimi ni baada ya magharibi hapa kukaribia darasa letu ndio ninasikiliza zoezi. Kwa hiyo tuzingatie. Najua wewe ni kiongozi mkubwa lakini kila mmoja ana cheo chake hapa. Acha mimi niji mwambafai. Shekhe, ustadhati, usome zoezi. Actually nadhani tulishatumiana maelezo. Alhamdulillah, nafurahi sana kwa mahudhurio ambayo yanaonyeshwa darasani. Lakini maelezo yalisema ambayo hatosoma zoezi kwa muda wa wiki 2 atakuwa hayupo, kwa sababu mahudhurio yako mimi nitayaona pale darasani muda ambao tunasomeana mazoezi. Okay, huyo alikuwepo, yuko hadhir. So tujitahidi sana. Wababa mara nyingi naambiwa tuwape udhuru wa baba, japo wa mama ndo sana. Watu wape wa baba udhuru, wao wako bize kwetu. Haya, inshallah. Tunapeana udhuru, lakini tusisahau kusoma zoezi. Allah tubarik na atufanyie pesi. Hilo nalitilia msisitizo sana. Mimi mwalimu nitafahamu nimeeleweka pale ambapo nitaona nimekukosoa au umesoma vizuri nikakwambia sawa. Alhamdulillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na imani nimeeleweka. Nimeeleweka. Zoezi. Alhamdulillah. Ustaz. Okay, let's start class. Naam. Hiyo zoezi ilikuwa ni gani? Ni ile ya jana? Yeah, nun na mimi yenye shadda. Oh, labda mimi nielezee vizuri. Huwa hii class ni kwa ambaye anafahamu kusoma. Kwa hiyo vizuri wewe tafuta mfano. Lakini alhamdulillah kuna maukhti, kuna mabrothers alhamdulillah wao yani kama wamebarikiwa, Allah ndo mjuzi. Utakuta ameshatuma pale page fulani ina mfano. Ikiwa wewe umekosa zoezi katika mushaf, basi lisome lile ambalo yeye amelituma pale. Ile aya anayoituma basi na wewe ipitie. Ila sio mimi nikutafutie tena. Mimi nakutafunia ila sikumezei. Wewe ndo umeze. Kwa hiyo wewe utatafuta alafu uisome. Hapo nitajua nimeeleweka. Ikiwa unakosa kabisa kutafuta, basi tusaidiane. Saidia mwalimu, wewe hapo tafuta alafu liposti kwenye group sheikh, ili na wengine wafanye mazoezi haya. Alhamdulillah, tunakwenda kuanza class. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kwa wale ambao wana matatizo Allah wayapushie matatizo na warahisishie mambo yao na azijibu dua zetu pia wote kwa ujumla. Leo tunakwenda kuendelea na darsa ya baada ya nun na mim mushadda. Actually hatujasoma mazoezi, sijasikia mazoezi mengi ya ambao wamesoma alhamdulillah. Imeonyesha namna gani darsa imeeleweka. Lakini kama ulikuwa haujaelewa na haujasoma zoezi, haujauliza swali, leo tuendelee pamoja. Tuendelee pamoja hapa, ni darsa inayofuata. Tumemaliza nun na mim yenye shadda. Labda kwa baadhi ya changamoto ndogo ambayo nimeona ni mtu kufananisha kuweka ghunna na kuvuta. Yaani mtu anakuambia hapo unavuta haraka 2. Hapo unavuta haraka 2. Ukisema kuvuta maana yake ni hiyo ndo umevuta. Ukisema kukaza ndo kukaza ni kabla ya kutamka haraka, kuvuta ni baada ya kutamka haraka. Haraka inaeleweka.
Kukaza ni kabla ya kutamka irabu, kuvuta ni baada. Nikisema anna, hapo nimekaza. Kabla ya kusema na hapo nimekaza. Lakini nikisema ama ana, hapo nimevuta na wala sijakaza. Okay. Haya, maswali yatakuwa mwishoni. Nadhani naomba mimi niendelee, tuanze darasa yetu, alafu insha Allah mwishoni tutaruhusiana kila mmoja kwa wakati wake kuuliza maswali. Bismillah. Tunakwenda kuanza darasa mpya, na hii darasa sio mpya sana kwamba hatujaigusa. Tumeshaigusa darasa inaitwa qalqala. Sasa leo boresha usomaji wako kupitia hichi kitu kingine hapa. Qalqala. Ni nini qalqala? Wama adraka mal qalqala? Qalqala maana yake ni vibration. Maana halisi ya qalqala ni mwangwi au kugonga. Okay, Kiswahili kugonga. Qalqala Kiswahili fasaha tutasema ni kugonga. Ni mtetemo wa sauti mwishoni mwa matamshi. Hii qalqala ni sifa ya herufi. Ni sifa ya herufi fulani. Kuna herufi zenyewe zimechambuliwa, zikawekwa fungu, zikaitwa hizi ni qalqala. Qalqala. So ukisikia qalqala sio kwamba ni jina la mtu, bali ni sifa ya herufi. It means hii sifa isipokuwepo pale, Sheikh, ndo kama vile wewe umkute mtu barabarani and then umweke kofi la mgongo, alafu akigeuka, bana nilikufananisha, samahani. Sasa hiyo ni sawa na qalqala. Qalqala usipoiweka sifa yake inapotea, inakuwa sio yenyewe. Hiyo herufi inakuwa sio yenyewe. Mtu akigeuka hivi, nitarudishiana hayo mangumi. So qalqala ni sifa ambayo lazima iweko pale. Tukisema mwalimu Najashi yeye, mwalimu yeye, sifa yake kuu namtambua kwa lipi? Miwani, mfano. Okay, nenda pale getini kwake utamkuta mwalimu ana miwani. Huyo delivery ule mtuma akikuta sina miwani, lazima atageuza. So hiyo ni qalqala. Unapokutana na herufi hiyo hujaifanya hivyo inavyotakiwa, basi umeikosea. Hiyo qalqala anasema ni mtetemo wa sauti mwishoni mwa herufi, mwishoni mwa neno. Inaweza kutamkwa hiyo qalqala herufi ikiwa na sukun. Yani namna gani unaisoma qalqala? Herufi ikiwa na sukun au sakina ni kitu kimoja. Herufi ikiwa na sakina au ikawa na mutaharrik ikiwa na fatha, kasra au dhamma, lakini iko unaenda kusimama. Kwa hiyo direct tutasema tu ni usomaji wake ni sukun. Okay? Hiyo ikiwa na fatha, kasra, dhamma, hauwezi ukaitia, ikiwa katikati ya maneno hauwezi ukaitia qalqala, bali ikiwa na fatha, kasra, dhamma unakwenda kusimama kwa sababu unasimama na sukun. Kwa hiyo tunasema direct kwamba qalqala inasomwa ikiwa na sukun, ndo unafanya qalqala. Okay? Qalqala inawekwa ikiwa herufi ina sukun, ima asili kabisa, au imagination. Unaona fatha hapa, lakini kwa sababu unasimama unaweka sukun, basi unadu qalqala. Okay? Hii hapa kanuni yenyewe anaeleza, anasema fahamu, qalqala inatamkwa wakati ambapo herufi ina sakina, yani herufi ina alama ya sukun kabisa au imepewa sukun kwa sababu ya kusimama. So kanuni yake ni hii hapa ya kumeza. Kanuni ya qalqala. Kanuni ya qalqala. Jitahidi sana umeze hiyo kanuni. Kama unasahau sana, acha pizza. Mavyakula ya mafuta wewe hayakufai. Tafuta biringanya zikaange mfano wa kuku wa KFC, alafu sasa zile biringanya. Biringanya ni dawa ya kuleta kumbukumbu.
Kanuni ya qalqala, kama herufi ina alama ya sukun, sio herufi zote, herufi zake ni 5, tutaziona mbele japo tulishazirudia. Ndio nairudia hapa kanuni yake. Kanuni ya qalqala, muda gani unasoma qalqala? Yani ukisahau hii kanuni, Sheikh mbele utakuja kusema na hii ni herufi ya qalqala, aliyakuwa la hasha, kwa sababu hichi kipengele haujakimeza. Qalqala inasomwa wakati gani? Herufi ina alama ya sukun au imepewa sukun kwa sababu ya kusimama, mbili tu. Juu direct unaona sukun, au herufi ya qalqala ipo mwisho, basi unaweka sukun kwa sababu unasimama. So tunaweza tukasema inasomwa ikiwa na sukun asilia au ya imagination, kwamba hapa tunatakiwa kuweka sukun. Tumeshasoma namna ya kusimama mwishoni mwa maneno. Herufi za qalqala zenyewe ambazo zinawekwa qalqala ni herufi 5. Hizi herufi 5 zinahifadhika katika neno moja linaitwa kutubu jaddu. Kuzihifadhi haraka haraka, unajua kuhifadhi moja moja ni ngumu, lakini ukihifadhi neno linasema kutubu jaddu, kutubu jaddu, qaf ta ba jim dal, kutubu jaddu. Ukihifadhi hili, basi wewe umezihifadhi herufi za qalqala. Kutubu jaddu, kutubu jaddu, neno lenye herufi 5 zimebebanishwa ndani yake zote. Hizo ni herufi za qalqala. So ukizitamka mara 5, kutubu jaddu, kutubu jaddu, kutubu jaddu, I think hata kuziota unaweza baadaye nashangaa baba au mama pembeni anaona vipi tena leo huyu naongea mwenyewe kwenye ndoto. Qalqala herufi 5. So mazoezi tutumie kitabu hichi cha English sababu kina quality. Hizi qalqala herufi 5 zenyewe zinagongwa mwishoni. Mwishoni inadhihirisha sauti yake. Tusikilizane kwa makini sana. Sauti yake inadhihirika zote, lakini zinatofautiana kitu kimoja. Kuna ambazo sauti yake inakuwa iko very strong, kuna ambazo sauti zake zinakuwa yani zinasikika vizuri, lakini kuna ambazo sauti yake inakuwa ni strong, sio sana lakini inasikika, lakini kuna ambazo sauti zake zinakuwa weak. Ukiwa haujasikia vizuri, sio haijawekwa, sio sema hujaiweka, umeiweka qalqala, lakini msikilizaji kuna muda anataka kuona kama yani kama maneno yamesomwa sawa tu pale bila kuwekwa chochote. So zinatofautiana kidogo. Weak, strong and strongest. Weak dhaifu, yani haina nguvu. Strong inasikika na strongest inasikika zaidi. Sasa tofauti yake ni nini? Mfano nikisema sadrak, alam nashrah laka sadrak, hii dal imegongwa na imesikika. Swade, usio kasema swadrak, swadrak, tutaumizana. Hii inasomwa swadrak. Au ahade, ahade, kwa kuwa unakwenda kusimama, hii sasa inasikika vizuri. Hapa imesomwa na hapa imesomwa, lakini kwa kuwa hapa iko katikati, maneno yake kama tu yako sawa, swadrak. Lakini hapa kwa kuwa unasimama, hapa sasa ndio mtu anaisikia vizuri kabisa mwisho. Ahade, qul huwa Allahu ahade, Allahu samad, sio Allahu samad. No. Hii ni sifa ya herufi. Usipoiweka herufi ile umeivunja na umeisoma kitu kingine. So hii ni strong, dal ya katikati, kwa sababu dal mstari wa katikati, kwa sababu yenyewe iko mwishoni. Lakini inakuwa na nguvu, inasikika vizuri zaidi, inakuwa na nguvu zaidi pale ambapo inakuwa na shadda. Ikiwa na shadda kama tulivyosoma maneno yenye shadda, ikiwa na shadda qalqala unaikaza and then unaiachia. Wal hajj, okay, wal hajj, mwisho je, sio wal hajj, no, hii haisomwi wal hajj. Okay. Au mstari wa pili. Okay, nimesoma mstari mmoja just to try wote. Mstari unaofuata neno la kwanza tuweke alama juu,
and then tuchaguane. Naam, Ukhti Halima, neno linalofuata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. At'amahum. Ya tena. At'amahum. Ya tena ato. Ato, you see mine inatoka vizuri. Ato. At'amahum. Ya, at'amahum. Shukran. Iboresha tu kidogo isiwe at'ama, isikike to. At'amahum. Yes, at'amahum. Shukran sana. And barakallahu fik. So at'amahum ndo usomaji wake sahihi. Okay. Okay. Brother Said. Inayofuata Brother Said. Samad. Ya, tena hapo kuna hamzatul wasl, unatakiwa kabisa uanze na herufi ya kwanza. Lakini unmute tena Brother Said. As-Samad. Ya, mwisho umesema As-Samad. De isikike. As-Samad. As-Samad. Ya, sahihi. Barakallahu fik. Hii qalqala mimi nilichogundua watu wengi tunaiweza kuitamka lakini tunaiogopa. Tunaiogopa kwa sababu unaona kama utakuwa unakosea hivi. Kiarabu kuna de. Mbona de ni neno jipya? De. Ato, to. To, mbona mlaga fatha kasra inatoka to? Hii ni qalqala, inatakiwa isome between fatha, kasra, dhamma. Inasomwa katikati ya sauti hizo. So tukisema katikati ndio sauti ya e na o. Usije ukasema at'ama. Very mistake. Sio atwa. Usiweke fatha na haijawekwa fatha. Sasa tunaposema qalqala ni sauti ya kati. Baina. Tukisema baina, so unatakiwa ufikirie hapo. Irabu za Kiswahili kuna a, e, i, o, u. A ni fatha, i ni kasra, u ni dhamma. Sauti inayokuwa imebaki katikati ni o na e. Hizo ndo sauti za katikati. At'amahum. As-samad. De. Tena usibani as-samad. Naona istoke. Sheikh iachie as-samad. Isikike kabisa mwisho. Hiyo ndo sahihi na umeisoma vizuri sana. So hakuna yani yoyote reciter yote utakayomsikia anazisoma hizo haziwekwi fatha wala kasra wala dhamma, hata iwe mwishoni, sio kama unavyoiona, no, bali isome kwa qalqala. Qalqala ni sauti ya kugonga. Nimeshia kitabu hapa, kimekuja screen ndogo, sijui subhanallah. Kitabu kinaonekana huko? Kinaonekana. Okay, shukran. Haya, tuendelee. Qalqala, mazoezi ya qalqala. Ukhti Bisama, sijui kwa nini kimeniletea mbali kitabu changu, subhanallah. Bisama, baada ya as-samad, then Madam, she wear today this? subhanallah. I'll wear this. She wear tomorrow. Mimi naomba nisome kama yuko mbali. Okay, let's go. Ukhti Husna, naona Bisama na mkutano hapa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-haqq. Yeah, barakallahu fik. Al-haqq. Umeisoma perfect na vizuri sana. Kwangu mimi kiko mbali kitabu, ngoja nikitoe nikirudisha tena. Al-haqq. So the way umeisoma al-haqq, sauti yake inatoka tena, hiyo ni yenye tukisema
qalqala yenye nguvu kwa sababu ina shadda, na unavyoidhihirisha alhaq, sio alhaq. No, kwa isitokee labda umeiogopa hiyo ukaificha na hiyo. No, shukran. Alhaq. Okay. Bismillah, tuendelee. Okay, nadhani kimerudi sasa hivi hapa. Brother. Okay. Muzammil. Brother Muzammil, unaweza uka unmute. Oh, pole brother Muzammil anasema haoni kitu. Nadhani kitatokea insha Allah, kitabu ni network. Lakini nadhani tukipitia recording kitabu kipo. Sidhani kama kwenye recording tunakuwa tuoni kitu. Okay, brother Abdul Hamid. Neno la kwanza mstari wa chini. Al-abtar. Ya, shukran tena. Al-abtar. Ya, barakallahu fik. Al-abtar. Inna shani'aka huwal abtar. So ni abe wala sio abi, sio kaika kasra, ni makosa makubwa. Sio abitar bali ni al-abe. Al-abetar. Afwan, kama kuna mtu hasikii, haoni kitabu wala chochote, cha kufanya muda mwingine ni network. Ni network. So afwan, to mute sauti. Ni network. Afwan, naona sauti zinaingiliana. Allah. Okay. Muda mwingine ni network. So cha kufanya ikate, toka kisha rudi tena. Okay? Muda mwingine unatakiwa utoke kisha unarudi tena. Neno linalofuata. Ukhti Fatima. Mwalimu, naomba kujaribu na mimi. Haya, okay. Hasad. Let's go. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasada. Oh, okay, usiweke fatha, weka qalqala. Utasema hasad. utasemaje hapa? Ya, hasade. Tena Hasade. Yes, hiyo ndo sahihi. Hiyo inaitwa sauti ya qalqala. Tukisema sauti ya mwangwi, hapa imekuja jina Tarangire. Inshallah siku moja nitatembelea mbuga za wanyama. Lakini jina lako kabisa ni nani? Hamida Swai. Oh, Hamida, okay. Hasada ni ikiwa katikati. Lakini ikiwa unasimama hasade. Unaweka qalqala. Qalqala ni ile sauti tunasema ya mwangwi. Umesema wa alafu unasema wa. Ma. So ile sauti ambayo inajirudia tunaweza tukasema hiyo. So hiyo sauti haiwi fatha vile vile, wala haiwi kasra, wala haiwi dhamm, bali inakuwa ni sauti ya baina. So irabu zikogo 5. A, E, I, O, U. Toa za fatha, kasra, dhamma, inabaki E na O. Hizo ndo qalqala, tunazifanyia qalqala mazoezi. Ya, tukumbuke kuzima mic. Okay, ya mwisho brother Said. Watabba. Tena. Watabba. Ba. Watab. Okay, shukran. Okay. Brother Said ameiogopa hii. Watabbe. Be. You see the mind, unatoa be. Sio ba. Hauweki fatha. Kanuni hauweki fatha. Ukiwa unasimama unaweka sakina, stop with sakina. Tulisoma, weka sakina alafu gonga. So haiwi watabba, no. Tabbat yada abi lahabi wa tabbe. Be. So inakuwa ni sauti ya okay. Turudi shule hapa.
Sijui kama utakumbuka mwaka wa mwisho uliotoka Nasr. Hii namkia. Hiyo tunaiacha. Hii ina kofia tunaiacha. Alafu hii kikombe tunaiacha. Hapa tunaisoma hii sikio na hii o. Sikio na o, e na o, hizi sauti mbili hizi ndio sauti za qalqala. Herufi ziko kutubu jaddu. Afwan, tuwe makini sana. Kutubu jaddu. Hii ni jim na hii ni dal. Herufi ni 5. Hizi herufi unatakiwa uzigonge kwa sauti ya qalqala. So ukiambiwa sauti ya qalqala ni sauti ya hizi e na o, baina zinaitwa sauti za echoid, mwangwi. Qaf, qul a'udhu bi rabbil falaq. Hii nakurahisishia kabisa, hii unagonga kwa o. Falaq hivi. At'amahum, hii to pia tunagonga kwa o. At'amahum min ju'. Be, hii ba tunagonga kwa e. Watabbe, hii nimekutafunia sana. So unachotaka kushika wewe ni hizi sauti. Hii umegonga kwa o, hii kwa o, hii kwa e, na jim nayo was-samaa'i dhatil buruj, tunagonga kwa e. Dal pia ni kwa e, qul huwallahu ahad. Herufi mbili unazigonga kwa o, herufi 3 unazigonga kwa e. Hata katika mazoezi tukija kusoma, hii ni darasa la qalqala, bado tuko katika darasa hili. Muda unaruhusiwa kuuliza swali, hatujamaliza hata kipindi pia. Inshallah nadhani pia kesho tunaweza tukaendelea nalo darasa la qalqala. Unaruhusiwa kuuliza swali muda ambapo mimi naendelea na darasa. Unmute dakika zako hizi. So mwisho chunga kile. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Naam. Sheikh, naomba herufi 3 zipi ndo unamalizia na e na herufi 2 unamalizia na o? Okay. Na vizuri zaidi ni kwenye mazoezi pia tuziseme kabisa. Hapa nimegonga kwa sauti fulani, okay? Hiyo inakurahisishia, so usije ukatoa siri ya kambi kwamba ukaenda kunisemea huko. Sheikh, ili mimi nimekufundisha kwa Kiswahili kwa sababu sisi ni watu wazima. So tumefundishwa e na o katika Kiarabu. No. Hizi ni sauti za qalqala. Okay. Qaf na ta tunagonga kwa o. Msomaji yoyote yule utakayemsikia, yoyote yule fungulia hata katika redio yako, basi hizi sauti zinatoka hivyo. Na mazoezi insha Allah tutafanyia katika sura, kuna falaq, suratul tariq. Kwa leo fika suratul tariq itakuwa vizuri kufanyia mazoezi hapo. Wasamaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu an-naj, you see? Je. Sio an-naju, an-naji. Usio kaeka kasra cha. Haijawekwa kasra. Ndio uandishi wake. Salamu alaykum ustaz. An-naj. Naam ukhti Amina. Mimi hapo sijaelewa, sio nimesahau hii hamzatul wasili. Ulituambia ikiwa herufi ya 3 ina fatha ama kasra, inasomeka kwa kasra. Sasa hii mbona inasomeka aswamade? Inasomeka kwa sababu herufi ya pili ni lam. Ulisahau. Kuna kanuni ya herufi lam. Kabla hujaangalia herufi ya 3 angalia herufi ya pili, lam taarif. Ukiona basi usiseme tena herufi ya 3. Okay? Sawa, asante. Okay, shukran. So mazoezi makubwa katika suratul Buruj. Naam ukhti Husna. Hii kaf ikiwa mwisho ndo tutaigonga na o. Ikiwa katikati o. Okay. Ikiwa katikati pia. Yeah. Naam. Ikiwa kati kama ina sukuni ndo inagongwa. Lakini kama haina sukuni ikiwa kati haigongwi.
si ndio mwalimu? Shukran. Yeah, sahihi. Okay, ikiwa katikati, yani ndio maana tukasema kwenye kanuni tusisahau kanuni. Alhamdulillah, shukran sana. Kanuni inasema qalqala inagongwa ikiwa na sukun au sukun kwa sababu unasimama. Okay, kanuni zake ni hizo. Ukishika tu hiyo kanuni kama uiandika vizuri, alhamdulillah, tunaenda pamoja. So mazoezi katika suratul Buruj iko mifano mingi sana. Suratul Tariq tuishie hapa, kesho tena tutaendelea na hii. Nilikuwa na swala kidogo. Naam. Swala la jana lakini kwenye hii mimu ambayo ikiwa na shadda alafu iko na dhum, iko na shadda iko na dhumma, na mimu iko na kasra, iko na shadda iko na kasra. Katika nione mfano wake, yani jinsi tunavyo. Hiyo ni ipi unaisemea? Ya jana kwenye mimu shadda. Okay. Ilikuwa ni katika darasa la jana. Kama hapa kuna suratul Kahf aya ya pili. Kuna mimu ambayo ina shadda na ina dhumma, na hapo kuna mimu ambayo ina kasra. Alafu unaweza ukanionyesha maana eti ukatusomea maana? Naam. Bal ajibu an jaahum mundhir minhum. Hiyo mundhiru na minhum, nikitaka nione mfano wake unakuaje. Okay, suratul Qaf aya ya pili. Okay, tushare hapa labda tuzione. Tunachosoma hapo ni mim na nun zikiwa na shadda. So kama zina shadda okay. Sura ya 50. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. Sahihi, bado ni ghunna vile vile unaweka. Yeah. Lakini tutakuja kuzisoma kanuni. Hii hapa kuna kanuni ya mim kukutana na mim. Kuna kanuni ya tanwin kukutana na mim. Hizi tena ni hukumu zingine. Lakini ghunna bado iko pale pale. So katika ghunna mim ikiwa na shadda wewe utasoma vile vile. Anjaahum unaweka ghunna kama kawaida. Mundhirum vile vile. Okay? Yeah, ghunna bado ipo brother. Sawa, shukran. Okay. Turudi kwenye la leo, tumalizie na hili zoezi. Afwan, nimetoa tena. Zoezi ni suratul Qaf, sio Qaf. Suratul Tariq. Suratul Tariq, kama umefika. Kama haujafika naomba nisomee suratul Falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Insha Allah, Allah kipenda, huenda kama sio Monday tutakuwa tayari tumeanza kozi mwalimu atusikilize darasani. Actually najua wengi tuna hamna kozi ya kusikilizwa na mwalimu darasani, hasa zile sura ambazo tumefika sisi kama sisi. Hii sura naomba nisomee, nitajua umeelewa au haujaelewa. Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu at-taqib. You see, an-najm nimegonga kwa thaqibe, ba nimegonga kwa in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa. You see, sio khuliqa, no, khuliqa min, hii sio qalqala, hii sio kama khuliqa, no, hii inatoka qa fatha. Khuliqa mimma dafiq, ikiwa mwisho ndio inakuwa qalqala kwa sababu ya kusimama. Katikati labda iwe qalqala kwa sababu ina sakina. Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. You see, nimegonga kwa innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas tubih. You see, ni yawma tubih, usio kasema tubla. Hii tutasikilizana vizuri sana. Yawma tublas sarair فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. دال nimegonga kwa de swada. Hapa tusije tukagonga herufi ambazo sio qalqal. Usio kasema wal ardi ro itai kama wal ardi, usio kaeka qalqala herufi ambazo sio qalqala.
إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Hizi dal mwisho zina tanwin. Kumbuka tanwin fatha ikiwa mwisho unasimamaje? Unasimama na fatha, so usio kaeka kalkala kaide, no. Tanwin fatha haibadiliki hata ikiwa mwishoni utasimama na madda. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, kama kawaida. Hii nimesoma kwa yule ambaye atakuwa haifahamu hii sura na anahitaji kufanyia mazoezi kalkala, lakini vizuri fanyia mazoezi katika sura ambayo unaifahamu. Itakuwa suratul falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab, mwisho wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. So nitakusikiliza katika hiyo sura au falaq au tariq. Naam. Naam brother Abdul. Yes. Kama umefika hiyo sura unaweza ukasoma hiyo sura ama utasoma sura nyingine? Vizuri ukitafuta mfano wako. Mimi nimefanya hivi Sheikh kwa sababu ya wavivu. Yaani kuna mtu yeye kufungua msahafu ni siwezi kutafuta mwenyewe. Kwa wewe kama unajijua hivyo soma Tariq nishakuchagulia. Lakini vizuri wewe ambao unafungua ukatafuta. Alhamdulillah. Tafuta huu mfano wa ta sehemu fulani, mfano wa jim aya hii hapa. Allah wabarik pia. Na falaq. Naam. Naam. Assalamu alaikum. Wa salaam wa rahmatullah. Ilikuwa nauliza hivi, hizo zenye tanwin hazifanyi hiyo sound ya kalkal? Ya tanwin fatha haufanyi kalkal. Nilisema tanwin fatha haibadiliki, unavuta tu mwisho. Rudia aya ya 4. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Mwisho hiyo sio qalqala, sio kasema hafidh. No. Hakikisha umeiona herufi ya qalqala kisha ndo ukaisoma. Barakallahu fikum. Dakika leo zimeisha kikamilifu. Masala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam brother Qasim. Naam. Ningependa tu tukumbushane mimi na wenzangu. Sahihi. Tupe nasaha. Asante. Kutokana na swali la ukhti, sijui ni ukhti nani aliuliza hapo swali kuhusiana na hiyo aswamadi. Yaani ni vizuri sana tukifanya marudio. Marudio ni mzuri sana. Kila wakati na tena kwa sauti. Sababu wakati for example kama umeshaleta hiyo aya aswamadi, automatically unaona tu hamza tulwasi tushapitia. Kitaka utaona kuna lao tushapitia. Then utaona Fatiha iko hapo. Kwa nini tumesoma hamza tulwasi iko hapo? Mbona hamza tulwasi tumesemaje na Fatiha kitu kama hiyo? So mazoezi yatasaidia sana. Mazoezi muhimu sana. Umekumbusha kitu kikubwa sana. Yaani kanuni ya usomaji wa Fatiha. Kwa nini mwalimu kasoma na Fatiha? Hiyo nadhani ilikuwa ishasahaulika. So that's why just imagine hatujapita hata mwezi. Ingekuwa tumepita mwezi hapo, kuna usomaji wa Fatiha tena tungeulizana. So yule ukti tafuna biringani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. مع السلامة. شكرا ومع السلامة.